zenu. Hii serikali ilipokaa na makanisa wakapatana kwamba serikali itoe gawio kwenye mali ya walipa kodi, wakiwemo matajiri wa Kiislamu na maskini wao, kwa sababu katika nchi hii wanaongoza kulipa kodi nyingi ni Waislamu. Mzee Bahresa anaongoza, ndio ripoti ilivyo, sijui mwaka huu. Lakini gawio latoka kwenye kodi ya Waislamu laenda kanisani kusaidia mahospitali, kusaidia mashule na vyuo vikuu, kusaidia harakati zao mbalimbali, mabilioni ya pesa tangu miaka hiyo ya 90. Ili jambo limefichuka hivi karibuni, watu wamelijua. Sasa sisi Waislamu jamani, na misikiti yetu hii hatustahiki kupata gawio hilo? Hiyo sio haki. Je, na sisi tutumie nafasi yetu kuhamasisha Waislamu watoke barabarani wadai haki? Nyinyi wanaharakati mlikuwa wapi? Nyinyi wanasiasa mko wapi? Na haya mwayajua. Nyinyi maaskofu mko wapi? Mbona haki hii wanadhulumiwa au wananyimwa raia wengine walio kama nyinyi? Kwa nini? Alafu baadaye mwawacheka Waislamu wana maendeleo bwana, Waislamu wajua wana maendeleo. Hatuna maendeleo vipi na pesa zote mwachukua nyinyi? Tutapata wapi maendeleo? Kwa hiyo hawako tayari kudai haki za Waislamu. Waongo wanadai haki za matumbo yao. Sasa hili mpaka nitumwe ndio niseme kwamba sasa kaseme hili mpaka nitumwe? Hakuna kunituma wala hawezi kunituma. Nitazungumza ili kuweka sawa akili za Waislamu, wajue kwamba hakuna katika nchi hii anayeweza kusimama kuwatetea Waislamu haki zao. Wanadanganywa. Haki, wajua haki, waongo. Lakini sisi kinachotuzuia ni hii misingi ya dini yetu. Hata leo akitokea katika wanaharakati atakayesimama akataka kuingiza watu barabarani kwamba sisi tuna haki yetu hii, tumedhulumiwa, hata mimi nitampinga. Msije mkasema kwamba sasa mbona una double standard huku wazabaidi. Natoa mfano tu na ule ukimya wetu na utulivu wetu, kwa sababu dini imetufunza, na kama kuna njia ya kudai haki basi ifuatwe njia hiyo, na sio kusimama kwenye majukwaa na kuwatukana watu. Ukaanza kutukana maaskofu, ukaanza kutukana wachungaji, ukaanza kuwatukana viongozi. Sio katika dini yetu. Pamoja kwamba matusi yako mengi, kwa nani asiyeweza kutukana? Hebu niambieni, nani hawezi kutukana? Lakini malezi na adabu na heshima ya Uislamu na manhaji sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo inawafanya watu wakawa wapole. Sio kwamba unajua hawa Waswahili, si kwa sababu ya Uswahili. Nyinyi mwajua vijana wa Kiislamu wakitarukwa akili zao zinavyokuwa, lakini ni dini ndiyo inawafanya warudi chini, wawe na ustahimilivu. CCM na kitaja Chama cha Mapinduzi katika moja ya kampeni zake kwenye miaka ya nyuma iliyopita ilitangaza kwamba katika moja ya ilani yake ni kwamba itawapa Waislamu mahakama ya kadhi. Si ndio hivyo? Je, Waislamu walipewa mahakama ya kadhi? Na ilipozungumzwa mambo haya kwenye bunge lilikubaliwa jambo hili? Nani alikataa? Lakini Zanzibar mahakama ya kadhi ipo, Kenya mahakama ya kadhi ipo. Hapa tu kuna mabwana wakubwa hao hawataki. Watatumia pesa za serikali, sasa itakuwaje na hizo zenu mnazokula za serikali? Sasa mbona wanaharakati na wapigania haki, mbona hii haki ya muisemu, mbona hamtuungi mkono? Tanzania ilitaka kujiunga na OIC. Waziri mwenye dhamana akathibitisha kwamba kujiunga katika muungano huu kuna faida kwa taifa na wala hakuna madhara yoyote. Wenzetu Uganda na nchi nyingine, Komoro, wanapata misaada, wamejiunga na nchi hizi za Kiislamu. Kwa na sisi Tanzania tujiunge kwa sababu ni OIC
Raia wa daraja la kwanza VVIP wakasema hapana, tukakataliwa bwana, na ni jambo lenye kuleta maslahi kwetu sote, lakini kwa sababu tu Islamic likakataliwa. Waislamu wamekaa kimya, wala hawana neno wenyewe, na misuli yao wamekaa barazani, wanakunywa kahawa, tangawizi, alkasusu, hawana shida. Sasa haki gani mnayotaka kuipigania kwa niaba ya Waislamu? Tustepu na fikra za watu, tujalie kweli kuna haki yataka kupiganiwa, lakini Uislamu unatufundisha taratibu za kuizungumza haki na kuifikisha kwa muhusika, na sio matusi. Tusikubali jambo lolote ambalo litatupelekea kudhoofisha usalama na amani na utulivu katika nchi zetu. Tusikubali. Sisi tuna mifano iliyo hai kabisa. Majirani zetu mbalimbali au nchi za karibu na sisi zimeharibika kwa sababu ya maneno ya watu wanaodai haki kwa uongo. Maandamano, tuingie barabarani, wampinga mtawala, lakini ukishaingia barabarani wanachoma magari ya raia wenzao, wanavamia biashara za raia wenzao, wawatie hasara. Sasa haki ipi inayodaiwa hapo zaidi ya roho mbaya na uhasidi? Demokrasia gani? Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.